Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waheshimiwa sana vijana wangu waandishi wa habari, nichukue fursa hii kwanza kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mtukufu na kumjalia ziada ya rahma mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini pia nichukue nafasi hii kuwashukuru kwa kuhudhuria tena leo hii katika awamu yetu ya pili ya uhamasishaji na kuhabarishana kuhusu swala zima la uchaguzi wa BAKWATA ambao unaendelea. Kabla sijaenda kwenye maudhui ya leo, niwape salamu za Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania Dr. Bakari Zuberi bin Ali Mbwana. Kwa bahati nzuri sana anafuatilia mwenendo mzima wa uchaguzi na hatua zote ambazo mnazitoa kuhabarisha umma wa Kiislamu na hata usiokuwa Islamu katika kuhakikisha kwamba swala la uchaguzi linatimia. Niwapongeze sana 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 sana. Hakika nchi imesimama, nchi ipo na jambo hili la uchaguzi. Ukiangalia viongozi wa taasisi mbalimbali, viongozi wa serikali, wote wanajua nini kinachoendelea BAKWATA kuhusu swala la uchaguzi. Lakini hii imefanywa kazi kubwa na nyie katika uratibu wa jambo hili na kuhabarisha umma katika jambo hili. Kwa hiyo tutakuwa wachoyo wa fadhila kama tutawashukuru, kama tunavyopata mafundisho katika dini yetu kwamba basi akikufanyia jambo jema mtu, hata kama huna cha kumlipa, basi mshukuru. Na katika kushukuru, Mwenyezi Mungu ametujalia kwamba katika kushukuru tunazidishiwa mengi. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kwa niaba ya Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA, kwanza kabisa kutoa shukrani kwenu kwa namna ambavyo mnajitolea katika jambo hili zito. Hakika mna malipo makubwa katika jambo hili. Ni waombe muendelee hivi hivi katika jambo hili na mengine, kwa sababu ni sera ya Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania kwa sasa kutumia media katika yale mambo ambayo tutakuwa tufanye na taarifa ziwafikie waumini na watu wengi katika jamii, katika yale mema ambayo yanafanyika na yanaitengeneza jamii. Ni waombe sana muwe mabalozi wema katika kusambaza yale mema katika jamii, na mchuje yale ambayo pengine si mema, hayana haja ya kutoka katika jamii, na msiwe sababu ya kuyapeleka katika jamii. Lakini yale mema basi tuishirikishe jamii na tuifahamishe jamii wakati wote. Hilo lilikuwa ni la kwanza na ulikuwa ni utangulizi wangu kuhusu kuwashukuru. La pili, ni waeleze tu kwamba tuko katika hatua ya pili ya uchaguzi. Tumemaliza uchaguzi katika ngazi ya misikiti, tumemaliza uchaguzi katika ngazi ya kata, na walilahi alhamdu tuko katika mchakato wa uchaguzi katika ngazi za wilaya. Na leo hii tunapozungumza hapa, mchuano unaendelea katika baadhi ya wilaya, katika nyingi ya wilaya, katika nafasi za JUAKITA na JUVIKIBA katika ngazi ya wilaya. Tunaamini mambo yanakwenda vizuri, waratibu wetu wanakwenda vizuri katika kusimamia maeneo hayo. Lakini tunatarajia pia mchakato huu wa uchaguzi katika ngazi ya wilaya utafanyika hivi karibuni. Tarehe 25 mwezi huu utafanyika uchaguzi katika ngazi ya wilaya. Lakini tutakuja kumalizia uchaguzi katika ngazi ya mkoa mnamo tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka huu inshallah. Kwa hiyo ni waombe sana katika ngazi hizi zilizobakia, tuendelee kutoa hamasa, tuendelee kuhabarisha umma, tuendelee kuwanasihi watu kwanza washiriki katika uchaguzi, wale wanaoshiriki katika kupiga kura. Lakini la pili, wale ambao bado wana nia ya kugombea na kuchukua nafasi mbalimbali katika baraza, basi na wenyewe waendelee kuchukua fomu katika ngazi zile ambazo tuko nazo katika wakati huu, ngazi ya wilaya na ngazi ya mkoa, katika nafasi za uongozi katika BAKWATA, baraza la mashehe,
halmashauri za wilaya, wenye viti wa wilaya, lakini jumuiya za kina mama na vijana. Lakini pia ni waase tupeleke habari hizi na tupeleke ujumbe huu kwa Waislamu wote na viongozi wanaosimamia uchaguzi na wale wanaoshiriki katika uchaguzi. Bado tunasisitiza matumizi na kufata kanuni zetu za uchaguzi. Kama nilivyozungumza awali, uchaguzi wa BAKWATA ni chaguzi za Kiislamu. Ni mfumo unaotumika katika kuwapata viongozi, lakini sio mfumo wa kupiga kampeni na kupigana vikumbo katika nafasi mbalimbali. Hili tuliache, na isitokee mtu mmoja kwa sababu anatafuta uongozi basi akatokea labda kumdhuru mwenzake, kumchafua mwenzake, au kupiga kampeni ambazo hazina staha. Kiufupi, kampeni kwenye mambo haya ya dini sisi haturuhusu, ila tunajua anayetaka kugombea ili awatumikie Waislamu basi ajitokeze, wale wanaopiga kura wakiona anafaa kwa zile sifa za ziada kuliko wenzake watamchagua. Na uongozi katika dini ni tunu ambayo Mwenyezi Mungu anamtunuku amtakaye na humkosesha amtakaye. Ukigombania nafasi kwa hila, ukitaka nafasi kwa mabavu, ukitaka nafasi kwa nguvu, utapewa na utaipata, lakini Mwenyezi Mungu hatakupa baraka zake katika uongozi wako, mwisho utafeli katika uongozi huo. Lakini ukiuendea uchaguzi kwa hekima na busara, Mwenyezi Mungu atakuonyesha katika njia za kupata uongozi ule, basi hata katika uongozi wako atakusaidia katika kuongoza na kufanya mafanikio makubwa katika dini. Kwa hiyo tuzingatie miiko, tuzingatie kanuni, lakini tuwe na ikhlas katika kazi zetu wakati tunaendea haya mambo ya uchaguzi. Tuwatafute viongozi na tuingie katika baraza, tuazimie kwenda kuleta mabadiliko ya kimfumo, mabadiliko ya kiuongozi, mabadiliko ya kiuchumi na mabadiliko ya nyanja zote zenye maendeleo katika BAKWATA. Tuna viongozi wetu wengi ambao wametufikisha hapa tulipo leo katika BAKWATA hii, ambao leo tunaiona nzuri. Tunawashukuru, lakini wengine ambao watakaweza kuendelea tunawashukuru na wenyewe waendelee. Lakini pia tunahitaji pia viongozi wengi wapya pia, wenye fikra mpya pana, viongozi wenye uthubutu, viongozi wenye maono mazito ya kuipeleka BAKWATA mbele. Leo hii BAKWATA kwa namna moja au nyingine inasemwa vibaya katika baadhi ya maeneo kutokana na matendo ya viongozi wake. Basi tuchukue fursa hii kuhakikisha kwamba tunapata viongozi wengi ambao pengine kwa sababu yao BAKWATA itakuwa inaboreka na itakwenda mbele zaidi, na itakuwa ni BAKWATA ya kuwatumikia Waislamu, sio viongozi wa kuja kujinufaisha katika baraza. Na tufahamu kwamba baraza lipo, lakini viongozi wakiwepo ndio watakaotumikia baraza, na baraza liwe na manufaa makubwa sana. Lakini dhamira ya kiongozi yoyote ambaye anatakiwa katika baraza ni yule ambaye ana moyo wa kujitoa na kujitolea katika baraza. Lakini pia yule anayekuja kulitumikia baraza sio anayekuja yeye baraza limtumikie na limnufaishe. Aje kiongozi ambaye atalinufaisha baraza leo na kesho katika kipindi hiki ambacho tunacho. Baraza liko katika kipindi cha mpito, kiuchumi, kimaadili, kifikra. Kwa hiyo tupate viongozi ambao watatuvusha katika maeneo hayo, katika dhana ile ya kujitambua, kubadilika na kuacha mazoea. Kwa hiyo ninatambua kwamba pia kuna katika uchaguzi zilizopita katika sehemu za kata, wilaya, katika misikiti, kuna maeneo yalipata changamoto mbalimbali. Tunajitahidi kutumia miundombinu yetu katika maeneo yetu mbalimbali kutatua zile changamoto, na hata kama kutakuwa na sehemu ambao uchaguzi haukufanyika kama inavyotakiwa, basi tuhakikisha kwamba tunaufanya ili haki ile itendeke kwa viongozi kupatikana katika njia sahihi kwa mujibu wa katiba yetu ya baraza. Kwa hiyo na hata baadhi ya viongozi tulionao
tunahitaji wazingatie semina, wasome sana kanuni za uchaguzi, wasome sana taratibu za uchaguzi, wasome katiba ya BAKWATA, watambue nafasi zile ambazo ni za kuchaguliwa ni zipi na za kuteuliwa ni zipi. Kuna baadhi ya viongozi ambao wanateuliwa hawachaguliwi, lakini kuna watu wanakwenda kuomba fomu za nafasi ambazo si za kuchaguliwa. Nafasi za kuteuliwa haziombwi, ila wanaweza viongozi katika maeneo yao wakapendekeza kuzipa mamlaka za uteuzi ili zikajiridhisha katika kuteua watu katika nafasi zile. Kwa hiyo niwashukuru sana, niwaombe muendelee, na tunakoelekea niko ambako tunapata viongozi tunatambua kwamba katika ngazi ya msikiti ndiko Waislamu waliko wengi, ngazi ya kata ndiko Waislamu waliko wengi, lakini nafasi za ushawishi katika uongozi katika BAKWATA hasa zinaanzia wilayani kwenda juu. Ndio maana leo hii utaona chaguzi za wilaya zina moto kuliko chaguzi hizi zingine. Kwa hiyo tuwe makini sana katika kipindi hiki, na tutambue kwamba viongozi wa wilaya viongozi wanaopatikana wilaya watakuwa na ushawishi mpaka ngazi ya mkoa, lakini mkutano mkuu wa mkoa utachagua viongozi wa kitaifa, baadhi yao katika maeneo yale. Kwa hiyo tuhakikishe kwamba tunahabarisha umma vizuri, na ikifika kipindi hicho tutajitahidi kila sehemu uchaguzi unakofanyika wawepo waandishi ambao pengine wanaweza kuleta habari mubashara, ili kuona mazoezi yale yanafanyika kwa haki, kwa uadilifu na kufuata taratibu na kanuni tulizojiwekea ndani ya Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania, BAKWATA. BAKWATA ni chombo kikubwa, BAKWATA ni chombo chenye heshima, lazima tuendelee kudumisha heshima yake, lazima tuendelee kufanya mambo kwa weledi ili tuweze kutumikia Uislamu na Waislamu kwa weledi sana. Kwa hayo machache niwashukuru na niwatakie kazi njema. Wabillahi taufik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Harith. Simamisheni na nizenu hiyo ni nyingine hapo, kuna story kama 4. Sasa tunataka tuone kwenye hapa kuna story sasa, kuna 2 zimebaki. Moja, Mheshimiwa Katibu utatupa ile video ya channel 10 hapo tusambazia. Lakini nyingine sasa tunataka ile move iwe inapita wakati wewe unafanyaje, unazungumza iwe yenye video nzima ya ile Yes, kwa mimi naomba sasa hapa uzungumze kama dakika 2 au 3 kwamba sasa kipaumbele cha BAKWATA unasambazwa kwa sababu ya faida zao. Hii ni off record jamani. Tunazungumza kwa msisitizo Mheshimiwa, hapana kutoka kinyonge. Hakika wakati huu tulionao sisi Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania ni BAKWATA ya kiuchumi, kama alivyozungumza Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania. Wakati alipoingia tu alizungumza kwamba tunakwenda kwenye BAKWATA mpya, yaliyopita ya nyuma tumepiga mstari, tunaanzia hapa kwenda mbele, na akazungumzia jambo moja kwamba BAKWATA unayotaka leo ni BAKWATA ya kiuchumi. Katika BAKWATA tukiangalia misikiti tunayo, watu wanaswali, ndoa zinafungishwa, maulidi yanaendelea, hivyo vitu hatuna tatizo nao. Tatizo tulilonalo katika BAKWATA kubwa ni la kiuchumi, na bila uchumi huwezi kufanya mambo yako ukatulia kiweledi. Kwa hiyo baada ya kufanya hivyo, sisi watendaji tumechukua tukaitafsiri kauli mbiu ya Mheshimiwa Mufti ya kuitambua na kubadilika na kuacha mazoea na kuiingiza vitendoni, na ndio maana tukaanza kubuni miradi. BAKWATA ina maeneo mengi ambayo yalilala, ambayo hayatumiki, ambayo yalikuwa hayana uzalishaji wa aina yoyote. Basi tukaingia katika maandiko mbalimbali ya kitaalamu, na wataalamu wa mambo ya project wakatuandikia, tukadili nao, kwa sababu BAKWATA sasa hivi inatumia wataalamu. Kwa hiyo tunashukuru katika maandiko yale yameanza kuzaa matunda. Katika kipindi hiki tuna mikakati na miradi mbalimbali ya kimkakati ambayo tunaendelea nayo. Mradi wa kwanza kabisa ni ule mradi wa pale Kagera Bukoba, ambao tunaita Bukoba Commercial Complex au Kagera BAKWATA Commercial Complex Kagera. Ni mradi ambao
umetugharimu karibu bilioni 8.5 ambao tumekuwa na wenzetu wa CRDB Albaraka, kitengo ambacho hakitoi riba katika mikopo yake. Tumeshirikiana nao katika ujenzi wa mradi ule ambao ni wa kitega uchumi wenye thamani ya bilioni 8.5. Mradi ule umechelewa kidogo kumalizika, lakini sasa hivi ulitakiwa uwe umeshaanza kazi yake, lakini tunatarajia mwisho wa mwezi huu mradi ule utakamilika. Kwa hiyo mwanzo wa mwezi ujao mradi ule utakuwa unaanza kufanya kazi rasmi. Tuna mategemeo makubwa sana kwa fahari tulionayo katika mradi ule. Asiende kufungua mtu mwingine yoyote, ila tunataka Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania awe mgeni rasmi katika kuzindua fahari ya BAKWATA ya kitega uchumi kikubwa kile. Tunaendelea na mipangilio ya kiofisi ili tuone namna ambavyo tutakaweza kumpata kwa nafasi yake ili akazindue kitengo kile, kitega uchumi kile, na iwe ni katika kuzindua mkakati maalum wa baraza katika kutengeneza vitega uchumi. Mara nyingi tulikuwa kimya, hatukuwa tunataka kuzungumza bila kuwa na kitu visible. Sasa hivi tunazungumza kwa sababu kinachozungumzwa kinaonekana na kipo. Hata wale ambao wanasema BAKWATA hawezi kufanya, sasa wakija wanaona tumefanya. Na BAKWATA imefanya kweli. Kwa sababu ndani ya taasisi zote hizi nyingi zimefanya maendeleo, lakini pia BAKWATA itakuwa inaongoza katika vitega uchumi vikubwa kuliko taasisi zingine. Tunazipongeza taasisi zingine zinazofanya hivyo. Tunazitambua na tunaziunga mkono kwa sababu sote tunatumikia Waislamu na Uislamu. Kwa hiyo tunaungana katika mambo haya. Kwa hiyo BAKWATA tumeanza na kitega uchumi kile cha Kagera, BAKWATA Complex ambacho kipo pale Kagera, na tunatarajia pia katika muda mfupi ujao mradi mkubwa sana katika eneo la mashine tatu Iringa, katikati ya mji Iringa. Wale wanaojua katika ile barabara nadhani Njombe Road kama sikosei, lakini pale mjini kabisa Iringa, eneo la mashine tatu. Kama ni Dar es Salaam unaweza kusema Kariakoo. Kuna kiwanja kikubwa sana cha BAKWATA ambacho juzi tumetoka kurasimisha, na project imeshaandikwa pale, imeshapitishwa na iko katika hatua za mwisho za ujenzi. Mradi ule utagharimu karibu bilioni 20, kati ya bilioni 24 au 23 hela za Tanzania, ambazo pia tutaujenga kwa kutumia wenzetu wa Albaraka CRDB Bank katika mfumo unaoitwa project financing ambao tutashirikiana nao, ambao wao watajenga, lakini ndani ya kipindi cha miaka mitatu marejesho yatakuwa yametimia na vitega uchumi vyote vile vitabaki ndani ya miaka 10 vitega uchumi vyote vile vitakuwa marejesho yametimia na vitega uchumi vitakuwa vimebaki kwa 100% katika BAKWATA. Ni miradi tofauti sana na hii miradi mingine ambayo mikataba ya miaka mingi ambayo inawekwa na taasisi zingine. Kwa hiyo tukitoka Iringa tunakwenda mradi mkubwa sana wa Arusha ambao kama mlivyokuwa mmeona tumeuzindua juzi, na juzi tulikuwa tunafanya maonyesho ya kuonyesha ule mradi kati ya wataalamu elekezi wa mradi ule, viongozi wa CRDB makao makuu pamoja na viongozi wa CRDB kanda, lakini pia na viongozi wa BAKWATA Arusha, na mimi kama katibu mkuu niliwakilisha taifa katika mradi ule. Mradi ule unatarajiwa kuwa ni mradi mkubwa kuliko yote ya BAKWATA ambayo tunayo. Mradi ule ni mradi wa thamani ya bilioni 70 kulingana na ile projection aliyoitoa mtaalamu elekezi. Na katika mradi ule kutakuwa na vitu kama 4 katika mradi mmoja. Kutakuwa na shule pale, kutakuwa na hospitali pale, kutakuwa na msikiti pale, kutakuwa na maduka commercial complex, kutakuwa na huduma za kulala wageni ambazo zinaitwa yani ni kama rest house za ambazo zitakuwa halali rest house, ambazo zitakuwa karibu 99 nyumba pale za kupangisha, ambazo zitakuwa na variety. Kuna nyumba ambayo itakuwa na vyumba viwili na sebule, kuna moja itakuwa na sebule na chumba, kuna nyingine itakuwa zaidi ya hapo, lakini kutakuwa na viwanja vya michezo vya kisasa katika eneo lile pale, na kutakuwa na maeneo mbalimbali ya kupumzikia katika mradi ule pale. Ni mradi mkubwa sana 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 wa kitega uchumi ambao pengine ukishamalizika
utakuwa unaongoza katika miradi mikubwa ambayo iko katika jiji la Arusha. Kwa hiyo tunatarajia katika kipindi kifupi na mradi ule kuanza. Kwa hiyo jamii ifahamu tu kwamba BAKWATA kwa kipindi hiki inafanya kazi kubwa, inafanya kazi nyingi katika kuelekea kuboresha uchumi wa baraza, uchumi wa Waislamu wa Tanzania, na kuyafanya maeneo ya BAKWATA yaliyopo yawe na thamani kulingana na maeneo tulionayo kwa sasa. Lakini tukitoka hapo tunao miradi ambayo tayari katika mkoa wa Dodoma pia ambao tayari umeshaanza, unaendelea, na ni mradi wa maduka mengi tu. Ule mradi wa Dodoma uligharimu karibu bilioni 3.5, lakini sasa hivi umeshakamilika na unafanya kazi katika awamu ya kwanza, lakini awamu ya pili pia utakuja katika thamani isiyopungua tena bilioni 3.5 katika kumalizia mradi ule katika mkoa wa Dodoma. Lakini pia tunayo miradi mingine inayotarajiwa katika eneo la Jumuiya Sekondari pale Tanga, katika eneo la shule yetu, katika eneo la Mkanyageni pale Tanga. Kuna eneo kubwa la BAKWATA ambalo na lenyewe tunatarajia katika muda mfupi tutatengeneza mradi mkubwa wa kiuchumi katika eneo lile, ambapo utakuwa na maduka, utakuwa pia na vitega uchumi vingine ambavyo vitaleta faida kubwa katika BAKWATA. Lakini ukitoka Tanga pia tuna maeneo maalum Mwanza. Tunatarajia pia na kwenyewe kutengeneza miradi ya kimaendeleo ya kiuchumi ya kimkakati. Tukidumisha uchumi, tukiimarisha uchumi wa namna hii, yale mambo ya mtu kuja BAKWATA anaomba msaada, anapewa barua akachangishe huko, itakuwa hakuna sasa, bali tutakuwa tukishafanya upembuzi tukajua huyu ni mhitaji hasa, tutakuwa na uwezo wa kumsaidia pale pale kama tunavyosaidia wengine sasa hivi. Lakini tukijijengea kiuchumi bila kwenda kuwaomba watu, kwa sababu kuomba ni fedheha, tujijengea uchumi, mufti atakuwa na uwezo, hata mtu akimletea matatizo atakuwa anaweza kumsaidia. Wako wanalalamika mufti hajasaidia, lakini angesaidia kwa kutumia uchumi gani? Sasa hivi tunatafuta uchumi ili uweze kuwepo, ili tuweze kutatua matatizo ya baraza ya Waislamu wengine, lakini pia changamoto za watu kama walemavu, mayatima, wajane na walioharibikiwa ambao wanastahili kupewa kwa mujibu wa dini yetu. Kwa hiyo baada ya Tanga na Mwanza tutaangalia pia mikoa mingine kama Geita, mkoa wa Mara tushaanza na kwenyewe kufanya upembuzi yakinifu kuona miradi ile itaenda katika maeneo kuna eneo pale katikati ya mji wa Musoma, eneo la Mkendo Kati. Tumeshaanza pia na kwenyewe kutengeneza structure ya kutengeneza mradi mkubwa pale. Alimuhimu BAKWATA ni nzuri, ni tamu sasa hivi tunakoenda, lakini inahitaji viongozi thabiti, inahitaji viongozi wenye ikhlasi, inahitaji viongozi wenye kujituma, ili tuweze kukamilisha mission hizi za BAKWATA ya leo, BAKWATA mpya ya kujitambua, kubadilika na kuacha mazoea. Ahlan wa sahlan. 2-3 naanza. Lakini pia mbali na hiyo mikoa ambayo tumeitaja, na mbali na kuimarisha vitega uchumi, pia kuna ujenzi wa misikiti ya kisasa ambayo inaendelea katika maeneo mbalimbali. Ukienda leo mkoa wa Mara pale, utaona maendeleo ya msikiti ambao huwezi kufikiria kwamba msikiti huu uko katika mkoa wa Mara, katika wilaya ya Musoma. Lakini msikiti ambayo ukikaa utafikiri uko Masjid Haram kule Maka na Madina, lakini msikiti mmoja mzuri sana. Lakini kule Geita pia wana msikiti mmoja mzuri wa kisasa kubwa sana. Lakini mbali na hivyo pia kule Tabora nako wako kwenye project kubwa ya ujenzi wa msikiti mkubwa sana na wa kisasa. Lakini mbali na hivyo wana project ya mradi mkubwa sana kule Tabora ambao na wenyewe inakuja. Ukiondoa mikoa hiyo, uko mkoa wenye Waislamu wengi sana, asilimia karibu 85 ni Waislamu, mkoa wa Singida. Ni mkoa ambao una Waislamu lakini ulikuwa nyuma, lakini sasa hivi na wenyewe unajikongoja. Walilahi alhamdu, juzi tumepata eneo kubwa sana la ekari karibu 5 pale mjini, ambalo tunatarajia kuwa na mradi mkubwa sana wa kimkakati na wa kimaendeleo. Kwa hiyo tuwapongeze viongozi katika maeneo hayo pia kwa namna ambavyo wanatafsiri kwa vitendo kauli ya jitambue, badilika, acha mazoea.
Rabsha ziko nyingi, lakini alimuhimu watu huko mikoani wanafanya kazi kubwa, wanajitahidi, na sisi tuko tayari kuwaunga mkono kwa kiasi kikubwa sana. Tuwaombe mashehe wa mikoa mingine, makatibu wa mikoa mingine ambao wao bado hawajapata mwamko huu, waende kusoma katika mikoa hiyo mingine, waone maendeleo. Ukienda mkoa wa Katavi leo hii utakuta pale maendeleo makubwa sana ya mkoa ambao uko pembezoni kabisa. Utakuta kitega uchumi kikubwa sana cha shule ambayo inaitwa Mufti Abubakar Zuberi bin Ali Mbwana. Shule ile imeshaanza na walilahi alhamdu juzi imepata usajili wa kudumu. Maana yake ilikuwa na usajili wa muda. Hayo yote ni maendeleo ndani ya kipindi kifupi hiki cha Mufti Abubakar Zuberi bin Ali Mbwana. Kwa hiyo tumpe maua yake katika kipindi hiki.